Habana, mambo vipi? Karibu sana kwenye Ngale Sports. Tuna mengi ya kuyazungumza, lakini kubwa zaidi ni usajili ambao unaendelea kufanyika kwenye dirisha hili dogo la usajili ambalo limefunguliwa Januari mosi. Kwa hiyo tangu dirisha lifunguliwe, leo ni siku ya 5 tangu dirisha lifunguliwe, na miongoni mwa timu ambazo usajili wake umetikisa ni Jangwani, klabu ya Yanga, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC. Wamekuwa na wakati mzuri sana katika dirisha hili la usajili, na yanazungumzwa mengi kuhusiana na timu yao. Kwanza aina wachezaji ambao wamewatambulisha official, na wale ambao pia hatujaona wakiwatambulisha official lakini wameonekana kwenye uzi wa klabu ya Yanga, na wale ambao yanazungumzwa. Yanga mchezaji wa kwanza kumtambulisha alikuwa ni Emmanuel Mwanengo, ambaye aliachwa ama walimpa mkono wa kwaheri TRA, ambao zamani ilikuwa inajulikana kama Tabora United. Aliagwa mchana, usiku Yanga wakamtambulisha kuwa nyota wao mpya. Ni moja ya mchezaji ambaye anahudumu katika eneo la kushambulia, eneo la kiungo mshambuliaji ama mshambuliaji, kwa sababu hata akiwa na Tabora msimu uliopita alikuwa na wakati bora sana, na hata msimu huu pia alijitahidi kuthibitisha hilo kwamba ni miongoni mwa nyota ambao wanaweza kutegemewa. Msimu uliopita ukijumlisha namba zake kwenye magoli na assist, alikuwa anafika kwenye mchango wa magoli yasiyopungua 10. Kwa hiyo anakwenda kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji kwa upande wa Yanga, ukilinganisha changamoto ambayo anapitia. Kwa mfano majeraha ya Clement Mzize ambaye aliumia mwishoni mwa msimu uliopita, ameumia mwanzoni mwa msimu huu kabla ya kuja kwenye break ya AFCON, na jeraha lake kidogo limehitaji muda mwingi wa yeye kupumzika, japo ameanza kufanya mazoezi mepesi ya kurejea uwanjani. Lakini pia kuwa na wakati mgumu kwa Andy Bobo Boyeli kwenye eneo la kufunga, lazima watafute damu mchanga nyingine ambayo inaweza kuja kupambana katika ile eneo la ushambuliaji na kumsaidia pia Prince Pumelelo Dube, na tumemshuhudia kwenye mechi dhidi ya KVZ kwenye Mapinduzi Cup akifunga, lakini pia akithibitisha kwamba ni miongoni mwa nyota ambao kama unamtengenezea nafasi basi anaweza akafunga ama akakupa kile kilicho bora. Kwa hiyo huo ni usajili wa kwanza wa Yanga wa Emmanuel Mwanengo, ambaye alitokea ama ametokea kule TRA United ambao zamani ilijulikana kama Tabora United. Usajili mwingine ambao umeonekana ni wa Mohamed Damaro Kamara, kiungo wa chini, kiungo ambaye ameonekana kufanya kazi bora sana akiwa na Singida Black Stars. Msimu uliopita alizima sana, lakini msimu huu kidogo tangu kocha Miguel Gamondi aichukue Singida Black Stars hajawa na wakati bora sana kucheza, lakini pia ukilinganisha usajili ambao Singida waliufanya wa kumchukua huyu kiungo aliyekuwa Yanga Khalid Aucho Mganda, ambaye amekuwa akicheza panga pangua kwenye ile eneo. Kwa hiyo Damaro anacheza kama kiungo wa chini, defensive midfield, anacheza mbele ya mabeki wa kati, lakini pia anaunganisha timu kutoka eneo la kingo kwenda eneo la kushambulia, eneo la ulinzi kwenda eneo la kushambulia. Ni miongoni mwa nyota ambao wanakwenda kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Yanga, kwa sababu hata ukiangalia viungo ambao wapo Yanga, Musa Konte hajaona wakati bora. Ni kiungo ambaye alipewa nafasi kubwa ama usajili wake ulikuwa mwembwe, lakini hakuwa amefanya vizuri. Kwa hiyo unaona ikalazimika mwanzoni mwa msimu huu chini ya kocha Minuno, alikuwa na wakati mgumu kweli kiasi ambacho lazimika kumtumia Azizi Andabwile kama kiungo wake wa chini. Kwa hiyo kocha Pedro Gonçalves alipokuja, imeendelea kwa vile vile. Bala Konte hapati nafasi, lakini pia Azizi Andabwile pia hapati nafasi. Kwa hiyo Damaro Kamara huenda akawa ndio chagua ama anakwenda kuongeza nguvu katika hilo eneo, kwa sababu kocha alilazimika kutumia viungo wengine ambao wapo Mudathiri haya pamoja na Duka Buya kuwa sehemu ya viungo wa chini ambao wanategemea kwenye kutengeneza mazingira rafiki zaidi pale ambapo timu inapoteza mpira, lakini pia pindi ambapo timu inamiliki mpira. Hao ni Yanga katika hayo maeneo mawili ambao tumeshuhudia nyota wote wakitangazwa.
kuna jina ambalo limeonekana kwenye bench la Yanga jana na kwenye mechi dhidi ya KVZ, lakini pia tetesi zilikuwa nyingi, na hata kwenye msafara alionekana akiwa amevalia jezi ya Yanga, lakini hatujaona bado akitambulisha. Hapa namzungumzia kiungo fundi raia wa Togo, namzungumzia namzungumzia Maruf Shakei. Yes, Shakei alijiunga na Singida Big Stars kabla ya kuitwa Singida Black Stars. Mwanzoni ilikuwa ni Singida Big Stars, timu ikahama ikawa Ihefu na sasa imekuwa Singida Black Stars. Maruf Shakei ni nyota ambaye alijiunga na Singida akitokea kule chini Kongo kwenye ile klabu ya AS Vita Club. Alikuwa na wakati bora sana. Ni raia wa Togo ambaye wakati anajiunga tu na Singida, baada ya performance ya mechi 2-3, hizi timu vigogo za Kariakoo, Simba na Yanga zilitamani sana kupata huduma yake. Sasa Maruf Shakei anakwenda kuongeza nini kwenye kikosi cha Yanga? Maruf Shakei ni mchezaji wa aina gani? Twende tukamwangalie ama tukamwangazie kwa undani zaidi. Ni nyota ambaye anacheza kama kiungo mshambuliaji, anacheza kwenye mazingira yote mawili, anacheza kutokea pembeni, anaweza kucheza pia katikati kwa maana nyuma mshambuliaji. Ni nyota ambaye anaweza kwenda kuongeza kitu kikubwa kwenye kikosi cha Yanga. Unaweza ukajiuliza atacheza wapi? Kwa sababu kikosi Yanga kama vile tayari kimesha sheheni. Pembeni kuna Max Zengeli, pembeni kuna Pacome Zouzoua. Katikati kwa nyota ambao wamekuwa wakipata nafasi wakioperate either kutokea katikati kwenda pembeni ama kutokea pembeni kwenda katikati, kuna kina Selese kwa ambao wamekuwa wakipata nafasi na mazingira mengine. Kwa hiyo tunaweza tukashuhudia Max Zengeli pembeni, Pacome Zouzoua pembeni, alafu Maruf Shakei akacheza eneo la katikati kama namba 10 na timu ikapata utulivu, lakini pia ikatengeneza nafasi. Lakini pia Maruf Shakei ni mzuri pale ambapo akiwa na mpira mguuni tazama lango la timu pinzani. Amekuwa na wakati bora sana, amekuwa ni mtulivu, ana uwezo mzuri wa kupiga pasi zinazoona, pasi zinazoelekeza, pasi zinazomfanya mchezaji ama mchezaji mwenzie ama partner wake wajue, ama wale ambao wako pembeni wajue kabisa kwamba hii pasi inapigwa kuelekezwa kwangu. Ni moja ya viungo ambao wanaweza kupiga pasi ile nasema killing pass, pasi za kuua, pasi za kumfanya mpinzani anyong'onyee. Kwa hiyo ni moja ya viungo ambao anakwenda kuongeza creativity kwenye kikosi cha Yanga, anakwenda kuongeza utulivu kwenye kikosi cha Yanga, anakwenda kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Yanga, anakwenda kuongeza idadi ya namba ya wachezaji kwenye kikosi cha Yanga, kiasi ambacho kocha Pedro Gonçalves apate sehemu ya kwenda ama apate wachezaji wa kuwachagua pindi ambapo anapanga mpango kazi wake kuendea wapinzani wao. Maruf ni miongoni mwa nyota ambao hawajawahi kushuka kwa kiwango, ila wamekuwa wanapitia changamoto ya pengine labda kimfumo ama kimbinu kulingana na kocha anavyotaka, kulingana pia na ubadilishaji wa makocha kwa upande wa Singida Black Stars ambao wamepitia. Kwa hiyo kwenye kikosi cha Yanga kwa aina nyota ambao wapo, yupo Lassine Koma, Mamadou Doumbia, nyota ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kucheza eneo la katikati zaidi. Hao wote ukiangalia kwa Maruf trending yake, pengine Maruf anaweza kawa ni chaguo la kwanza kuliko wao wengine ambao wapo. Yanazungumzwa mengi kuhusiana na nyota wengine, lakini pia hata performance ya Celestine kwa bado haijawahi kuvutia, anatengenezewa nafasi nyingi sana, amekuwa akipoteza pia hizo nafasi nyingi anazotengenezewa, amekuwa akifanya runs ama mikimbio mizuri ama mikimbio rafiki kabisa, lakini changamoto ilikuwa inakuja pale ambapo yeye akifika kwenye box la timu pinzani, maamuzi ambayo amekuwa akiyafanya amekuwa magumu zaidi, amekuwa hayaipi matunda rafiki zaidi timu. Kwa hiyo kwa uingizo la Maruf Shakei linakwenda kuthibitisha ama linakwenda kuongeza creativity katika eneo la mwisho, linakwenda kuongeza nguvu kubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji wa Yanga, linakwenda kuongeza idadi ya nafasi ambazo zinatengenezwa, linakwenda kuongeza ama anakwenda kuongeza magoli katika hilo eneo, kwa sababu nyota wengi wa Yanga ambao wameingia wapya katika eneo la washambuliaji na viungo washambuliaji hawajawa na wakati mzuri, ambao tumemtaja kina Lassine Koma, tumewataja kina Doumbia, yeye ametajwa Celestine kwa, ukimwangalia Andy Boyeli hajawa na wakati bora. Ni dhahiri kwamba kwa namna inahitajika utulivu mkubwa sana, ama anahitaji muda wa kucheza ili athibitishe kwamba kocha Pedro Gonçalves hakukosea
kumchagua yeye. Huo ndio usajili wa Yanga mpaka sasa ambao unazungumzwa kuhusiana na kujiunga ama katika dirisha hili dogo ambalo tayari wameonekana kwenye uzi wa Yanga, ambao wawili namzungumzia Mwanengo Emmanuel pamoja na Damaro Kamara. Wao tayari wameshatambulishwa. Maarufu Shekei jina lake lilionekana jana na kuna baadhi ya picha zikimuonyesha akiwa amevalia uzi wa Yanga. Hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe.